Lakini licha ya kushinda Yanga, lakini moto wake ambao anazidi kuonyesha siku hizi na mwenendo wake jinsi unavyoendelea kwenda ni kwamba kabla anazidi kutishia wapinzani wake ambao wanaokuja kucheza nao. Na tukumbuke kesho kuna mchezo. Sasa tutegemee kesho, mchezo wa kesho utakuwa ni mchezo wa design gani kwa performance hii ya Yanga ilivyokuwa ya moto? Yanga ni lori linalobeba mzigo wa kilikuu. Extra energy ya wachezaji wao, kwa maana nishati ile ambayo wamekuwa nayo sasa. Hawashiriki michuano mingi, nafikiri hiyo ndio sababu, lakini ubora wa wachezaji wao wanapokuwa wanafanya kazi ndogo, watu ambao wanaweza kufanya kazi kubwa, ndio tunasema lori linalobeba mzigo wa kilikuu. Yanga. Kwa maana unaweza kuona nguvu waliokuwa nayo, ubora wa timu wao nayo, namna ambavyo wanakuwa yani wanataka mechi kuliko ukubwa wa mechi zilivyo, kasi yao ya mashambulizi na namna ambavyo ni kama wanaelewa nini ambacho mwalimu wao anataka. Na sasa hivi kila mchezaji wa Yanga kwa kocha, nilikuwa nasema juzi kwamba ni kama mganga wa kienyeji. Yani kashajulikana tatizo lake nini. Unajua mganga wa kienyeji ukienda tu lazima akwambie umerogwa. Sasa wachezaji wa Yanga wamewapa ile spirit fighting. Mganga wa kienyeji yuko kazi yake kwanza spirit fighting. Ukitoka pale unaamini sasa nimetoka niko sawa. Ndio timu yao. Lakini kwa namna ilivyo ndio hiyo tunasema ni lori linalobeba mzigo wa kilikuu. Timu yao imekuwa na kiwango cha kasi sana, ubora kwa namna tunavyoona ndani ya ligi. Lakini sababu nyingine pia unaona hawana michuano mingi sana. Na ukiangalia ile ukubwa wa squad depth yao, ukubwa wa kikosi chao pia kinafanya tupate hii nguvu ambayo wako nayo. Niko nasema mahala kama hawa watakuwa wameishia hii robo finali, group stage ile, ukiwarudisha huko kwenye ligi, ili ni lori linalobeba mzigo wa kilikuu. Maana nguvu wanaokuwa nayo huku ni kubwa kuliko ambavyo wangekuwa wanashiriki kimataifa. Hiki ndio kitu ambacho nakiona. Na pia wanachangiwa na aina ya kikosi chao kuwa na watu wengi ambao utofauti wao wa viwango sio mkubwa. Hiki ndio kitu ambacho kinawafanya Yanga wawe kama lori linalobeba mzigo wa kilikuu. Kwanza ibada ya wachezaji, uwezo wao kucheza, mechi wanazocheza, mzunguko unaofanyika kwenye rotation, bado unapata quality ya wachezaji ile. Juzi walimkosa regular starter wao, tunamzungumzia Khalid Aucho kwenye deep role, lakini tunaona alikuwa Duke Abuya, bado unagundua kasi ya kucheza iko vile vile. Unaweza ukasema kweli kila mchezaji ana ladha yake, lakini hakuna kilichopungua kwa kiwango kikubwa. Sasa hii ndio tunasema lori linalobeba mzigo wa kilikuu. Maana yake linafanya kazi iwe nyepesi, lakini sio kwa bahati mbaya. Ni kwa sababu pia aina ya michuano waliokuwa nayo na hamu yao ya kutaka kufanya makubwa msimu ujao ndio yanafanya Federation wawe na spidi kubwa. Ukija kwenye huko NBC, spidi kubwa, hamu ya mechi, wachezaji kujitoa zaidi, lakini pia kutoa relief kwa mashabiki wao. Unajua hakuna eneo ambalo pia limeiangusha management yao, mashabiki wao, kitendo cha kutokufikia malengo ya klabu bingwa msimu huu. Unajua msimu huu wao walikuwa na ndoto kubwa sana. Kumbe no, kwa sababu mategemeo yao wangefanya makubwa klabu bingwa. Sasa kuondoka group stage, maana yake akili yao yote imerudi kwenye ligi. Sasa huku ndio nguvu na matarajio yao yamewekwa huko. Kwa sasa hapa ndio tunaona hao ni kama lori linalobeba mzigo wa kilikuu. Ndicho ambacho kinaonekana kwa Young Africans huko chini kwenye ligi. Kwa Yanga hii inavyoendelea kwenda na moto huu, je, wewe Mirudi ndio alivyokuja hapa Yanga ndio kaja kuibadilisha kuwa na mwendo huu sasa hivi? Yako mabadiliko makubwa. Kila coach kwenye timu kuna vitu ana inject. Muda atakapokaa na timu kuna vitu ana inject. Kocha ndio anataka timu ichezeje, na wachezaji ndio anawaunda yeye wamcheze katika timu yake. Mirudi kafanya mabadiliko makubwa sana kwa Young Africans. Mirudi kwa Young Africans, kitu ambacho nimekiona kiko tofauti sana ni kwamba timu yake inashambulia kama mbwa mwitu, mitindo mingi, wanashambulia tofauti na kila mchezaji anakuwa anajitoa kulingana na nafasi ambayo kocha amwamini mchezaji. Sifa ya kwanza ya Mirudi, hamna anayemwamini. Ni kocha ambaye anaamini mchezaji yote anaonyesha kiwango anampa nafasi. Ndicho ambacho nakiona kwa Mirudi. Sasa hili sio jambo gumu kwao. Hili ni jambo ambalo kwao linaweza kutoa nafasi kubwa kuwafanya wawe bora zaidi. Ndicho ambacho nakiona kwa Young Africans. Na Mirudi ambacho amekiongeza kwenye timu. Mirudi kaongeza ile hali ya kujitoa kwa wachezaji. Kila mtu ana nafasi kujitoa kwenye timu. Na hilo kaliweka wazi, career rise. Kila mchezaji ambaye anampa kile anachokihitaji anampa nafasi. Na unaona timu ilivyobadilika namna ya kucheza. Mirudi kaongeza hali ya ushambuliaji kwa Young Africans katika kiwango kubwa. Ndio maana kaona idadi ya mabao wanayofunga, fighting spirit kwenye timu imeongezeka katika daraja la pekee, lakini vile ambavyo wachezaji wao wanacheza. Ndicho ambacho nakiona kwake. Kwa mabao wanaoshinda Yanga kwa mabao kwa mengi, hivi inahusiana na wachezaji kwamba wanachezaji bora? Timu dhaifu haiwezi kushinda. Timu bora ndio inashinda. Kwa hiyo haiwezi timu inashindaje sasa kama mbovu? Yaani wachezaji wabovu wanashindaje? Mbona swali lako la kuchanganya watu? Yaani wachezaji wabovu washinde. Timu haiwezi kushinda, timu mbovu haiwezi kushinda. Na viwango. Hakuna ubora wa wachezaji. Unajua hata coach anategemea ubora wa wachezaji ili afundishe kwa wepesi. Yaani ufundishe mbumbu wa darasa watu watafaulu. Sasa unapata wakati mgumu. Kwa quality ya wachezaji na mbinu za coach zinaenda kwa wepesi, ndio zinakuwa mapacha. Yaani wewe na wachezaji wabovu mbinu zako zinasaidia nini? Kumchukua wewe Mirudi kaenda afundishe timu ya championship kule. Aende afundishe labda tumtafutie timu gani ya championship.
aende afundishe labda Biashara United inayoburuza mkia huko labda, unafikiri itakuwaje? Tuko mtiani. Kwa hiyo kauli yako ya kusema kwamba tulizungumza kuna siku kusema kwamba Yanga hii inashambulia inacheza kikatili bado inaendelea. Bila shaka wamekuwa wana display katika mfumo wao wa kucheza, na unaona sio mfumo wa kucheza wachezaji, ile hali ya kujitoa. Wamekuwa ni tactical acumen, wanafuata maelekezo ya mwalimu. Tunaona pia timu inabadilika, attacking speed, defending speed, kasi yao ya kushambulia, kasi yao kujilinda, namna ambavyo wanajitoa kwa kuipambania timu, namna ambavyo wanacheza vile ambavyo kocha anataka timu icheze. Unajua kuna wakati mwingine sio kucheza tu, mnacheza kwa maelekezo, mnacheza kwa maelewano. Unaona football ilivyo, kuna kucheza kwa maelekezo na kucheza kwa maelewano. Kuna watu wanaweza kaelekezwa lakini wasicheze kwa maelewano. Tunaona baadhi ya mechi kuna kocha anaweza kaelekeza vitu watu wasicheze kwa maelewano. Juzi tulikuwa tunazungumza hapa mechi ya Simba dhidi ya Al Masry. Tumeona Kibu anacheza kivake. Walikuwa wanacheza wamepewa maelekezo lakini hawakucheza kwa maelewano. Kwa kuna football hivyo vitu vyote vipo. Ila sasa mtu anajua mpira, anajua hii timu inacheza kwa maelekezo, haichezi kwa maelewano. Maelekezo kocha anatoa lakini maelewano ndani hakuna. Ndio unaweza timu haipati matokeo. Sasa hii ni timu ambayo kwa Young Africans naona kwenye ligi sasa hivi wanacheza kwa maelekezo, wanacheza kwa maelewano. Ndio maana unaona magoli yanafungwa katika mitindo yote. Wanafunga magoli katika mitindo yote. Wanakufunga magoli ya falls, wanakufunga magoli. Na yote unaona ni kwamba ni magoli ambayo tayari yametayarishwa na mpango wa mechi. Wanasema match plan content, ile maudhui ya mpango wa mechi ndio unaratibu magoli wanaofunga. Kwa hivyo sio kitu kidogo, ni kitu ambacho kinafanyika kwa uratibu maalum ambao unaonekana katika game zao. Ndio kitu ambacho nakiona kwenye timu yao chini amerudi. Sasa hivi kwa watu wengi wanavyofanya mfanano huu hapa wakisema kwamba Pacome na Mpanzu, ina maana Mpanzu ni bora kuliko Pacome. Hivi kwa kweli limekaje? Ni kumtafutia mtu mbora. Unajua display ya Pacome ya muda aliyofanya na display ya Mpanzu aliyokuja, kuna kitu kinafanya watu unajua Mpanzu amepanda sana piki. Pacome alikuwa kwenye piki ya muda mrefu. Sasa mtu wa kumtafutia mfano sasa hivi ni Pacome, ndio atafutiwa mtu sasa hivi. Kwa Mpanzu kumfananisha na Pacome ni angalau sasa kuona nani mbadala wa Pacome. Pacome kaona ubora wake ndani misimu yote kwa Simba, yuko Young Africans. Sasa hivi angalau mchezaji ambaye anakuja anaonyesha anaweza kudisplay kama Pacome ni Mpanzu. Ndio maana ni rahisi watu kusema Pacome kama Mpanzu. Kwa nini? Mpanzu Pacome yuko kwenye daraja yake, anatafutiwa mtu wake. Nani sasa hivi anakuja? Ndio anakuja Mpanzu. Sasa kumfananisha mtu na mtu sio wanafanana, ila wanaweza wakawa wanajaribu kukaribiana. Ndicho ambacho tunakiona. Ni kweli Mpanzu anacheza vizuri, anacheza vizuri sana Volcano, anaonyesha vizuri, lakini lazima mnasibisha na Pacome sababu Pacome ndio yuko kwenye daraja lake. Pacome yuko juu zaidi. Yani Pacome yuko kileleni pale, unaangalia nani anafika kama pale. Kwa hiyo unamtafutia mtu anayefanana naye. Haina maana wanafanana. Ndio Mpanzu wanampandisha kwa Pacome, lakini hajafika alipokuwepo Pacome. Mpanzu anapandishwa kwa Pacome, hajafika alipokuwepo Pacome. Kwa sababu alipokuwepo Pacome ka display kwa muda mrefu. Mpanzu ndio tunaanza kumuona sasa. Alianza taratibu kama unga wa ngano na amira, unaumuka. Sasa hivi anakwenda. Kwa hivyo watu wanadhani kwamba tuone zaidi kutoka kwamba. Na kweli tunahitaji sana kumuona Mpanzu kuliko Pacome. Yani tunahitaji kuona ubora wa Mpanzu kuliko Pacome. Wa Pacome tunaujua na bado Mpanzu hajaufikia. Kwa hivyo tunatamani kuona ubora wa Mpanzu kufikia ule wa Pacome. Hilo ndio eneo ambalo wanajaribu watu kuona Pacome, Mpanzu. Wanafahamu kwamba Pacome yuko pale, Mpanzu ndio tunatamani afike pale. Ndio maana tunaona vipi? Kwa nini? Kwa sababu tunahitaji kumuona Mpanzu muda mrefu zaidi. Kabla ya kucheza alikuwa anaimbwa sana kusema kwamba huyu hamna kitu atakicheza, lakini licha ya kucheza imekuwa ni muda mchache sana anaonyesha makubwa. Kangalombo, kwako unamwongelea vipi? Kangalombo ni miongoni mwa wachezaji ambao wana kiwango cha pekee. Kangalombo wanasema ni bomu lililotegwa linasubiri kulipuka. Sasa limeanza kulipuka. Sasa anapoanza kulipuka maana yake unaanza kuona ubora wake. Unajua wachezaji wakati mwingine wanasubiri kuadapt. Kuona mazingira yanakuaje. Wapo wachezaji ambao hawana adaptation kubwa, akija tu haraka ana click, mnaona mlichokuhitaji kutoka kwake. Lakini Kangalombo ni adaptation. Alikuja anaonekana kuna hakuwa na fitness sana. Unajua alikuja hakucheza mechi za ushindani muda mrefu, na pia timu aliyotoka alikuwa sio ndo na nafasi ya kudumu sana sababu ya nyuma yake alikuwa Mpanzu. Unajua sasa moja kitu ambacho kilihitajika Young Africans ni ule muda wa kucheza na kukaa na wenzake kwenye pattern. Na sasa hivi tunaona ni mchezaji ambaye anaaminika. Unajua mchezaji anayekuja unaanza kuboda mechi za kimashindano hata kama hapati muda wote wa kucheza, lakini anaaminika. Tayari ana kitu ambacho mwalimu kinamkosha. Kwa hiyo Mpanzu ni bomu lililotegwa, tunasubiri kulipuka. Tunalio nani huyo Pacome nani Kangalombo Jonathan.
Ndio maana anapewa hiyo nafasi kiwango fulani kwa Young Africans, na tunamuona hata nafasi akipewa asipofunga basi ataonyesha mchango kwenye timu. Unajua mchezaji tunaangalia ile general play, ana mchango gani? Hata kama hajafunga anaonyesha mchango gani kwenye timu. Lakini huyo kuna wakati anafunga na mchango wake kwenye timu unaonekana, anacheza pamoja na wenzake na anakuwa na mchango kwenye track back, kwenye attack. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anaonyesha kitu ambacho kinatija kwenye timu.